Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hivi leo Yesu Kristo ana zaidi ya wafuasi milioni 1,000. Vitabu 4 vya Injili vinasimulia mwanzo hafifu wa imani ya Kikristo, na wakati ambapo vitabu vingine vya Injili vinasimulia mambo mengine zaidi, au hata mambo yale yale lakini kwa njia tofauti kidogo. Hii ni hadithi yake kama ilivyoandikwa katika Injili ya Luka. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya 3 atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen. Kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku 3 baada ya kusulubiwa, alifufuka kutoka kwa wafu. Yu hai. Yu hai. Anataka kuingia maishani mwako. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi. Imepita karibu miaka 2000 tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu, na bado anaishi hata leo, na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanavyuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu. Maisha yake yalikuwa ya kipekee, yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi, aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee, huwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama Mwokozi na Bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika, umesababisha maisha mapya, matumaini mapya na maana mpya katika maisha. Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee. Miaka 2000 iliyopita, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma kwenda kutokea kwenye utu wa tofauti. Nguo zinawezekana zikabaki kuwa hizi, sura inaweza kabakia kuwa hii. Utu wako wa ndani unabadilishwa. Matendo yako yale ya kule nyuma ambayo ulikuwa nayo, ulioyatubia wakati moja, sasa yanaenda kuhusika ile hali ambayo ulikuwa nayo ya makosa. Unaenda kuwa kiumbe kingine. Ukitoka kwenye haya maji, Mungu atafanya mambo ya tofauti kwenye maisha yako. Hapa ni kwenda kutimiza haki,
alafu mwenye haki athibitishe kile ambacho anahitaji kuwatendea watu wake. Mara baada ya kutii, mara baada ya kukubali, unakuwa kiumbe kingine. Mtumishi mmoja wa Mungu anasema hivi, tazama hata mtu akiwa ndani ya Kristo, hapa unaenda kuwa ndani ya Kristo, unaenda kuwa ndani ya mamlaka, unaenda kuwa ndani ya nguvu, una sura ile ile. Mambo haya yataanza kuonekana machoni pako mwenyewe hata kabla watu wengine. Lakini la kushangaza, utasikia watu wanauliza, huyu bwana yuko tofauti. Mimi ningesema amina, ningesema amina kubwa. Na sasa tunaenda kuingia kwenye maji. Kama pengine unaingia kwa hofu kwa sababu mwalimu amesema tukaingia kwenye maji, achana na hofu. Zingatia neno hili hapa, naenda kulisoma sasa hivi, alafu uingie kwenye maji ukamaanishe. Alafu na mwenye kazi ya kubatiza yupo, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyetufia sisi dhambi zetu, ili akufanya wewe kuwa chombo kiteule chenye kazi ya mamlaka juu ya kazi yake. Utakuwepo kwenye ulimwengu huu, lakini mamlaka yako itakuwa ni ya tofauti, ina nguvu ya ziada ndani ya maisha yako. Mimi ningepiga kelele amina. Hatuendi tu kwenye maji tu kuoga ovyo ovyo, hapana. Tunaenda kutengeneza kitu cha ajabu. Alafu tunapeleka watu kwenye maji, mtu anakuwa mgumu, anakataa kufa. Nenda ukafe alafu uzaliwe upya sasa. Mimi ningesema amina tena. Ngoja nisome mstari alafu nikuachie uwe na ujasiri. Mimi mwenyewe taanza kuingia, alafu tutaitana kule kule. Taitana kule kule alafu kielewe. Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 3, kitabu cha Injili ya Mathayo mlango wa 3, Yesu anazungumza na mwanaume mmoja ambaye mimi naenda kushika nafasi yake sasa. Nasoma mistari michache sana mlango wa 3, nikianzia mstari wa 7 mpaka wa 10, na maelezo yangu hatakuwa marefu sana. Baada ya hapo nitakupeleka kwenye maji na utembee kwa ujasiri. Usiogope. Usiogope, nitaonyesha mfano namna utakwenda kufanya kwenye maji. Nibatiza juzi hapa, kuna mtu alinisumbua sana hapa. Mgumu utafikiri nani? Hataki kufa bwana. Imeandikwa hivi kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 3 mstari wa 7. Imeandikwa, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Mstari wa 8, basi zaeni matunda yapasayo toba. Mstari wa 9, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Mstari wa 10 na wa mwisho, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Maneno haya alikuwa anazungumza mtumishi wa Mungu anaitwa Yohana kwenye kazi ambayo anataka kuifanya mimi ninaitwa Ndumo leo. Siku ile alikuwa mwanaume mmoja anaitwa Yohana. Biblia inamtambua na jina lake la kwamba tengenezeni njia. Anaitwa mtu aliyo mwenye sauti iliyokuwa inaimba kwamba tengenezeni njia. Anakuja mwanaume wa wanaume aje apite. Alikuwa anazungumza habari za Yesu Kristo, kwa habari ya watu watakaosamehewa dhambi. Kutengeneza njia ni kujiweka kwenye nafasi ya uungu, kuachana na maisha ya dunia hii. Yohana anasema ya kwamba alipotumwa jukumu hili na Mungu, alienda nyikani, akawaita watu kule, akawaambia watu, tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na hiyo sauti iliwabana watu wakasikia na wakamfuata kule nyikani, akawa akiwabatiza kama tunavyoenda kutenda asubuhi ya leo. Na mimi ningesema amina tena. Hata baadaye Yohana alipoinua macho akaona Mafarisayo, watu wa dini ya Kiyahudi, akaona Masadukayo, watu wa dini nyingine, nao wanakuja wanatubu dhambi zao,
akawaambia, ninyi uzao wa nyoka, ni nani aliyowaonya juu ya hasira ya Mungu inayokuja? Nisejeni kusema amina tena. Alikuwa anahubiri injili ya mamlaka. Alikuwa anawatengeneza wanadamu wachana na dhambi, wanadamu watubu. Wakija kutubu, mili yao ife katika habari ya dhambi, halafu mili iliyokufa ikazikwa kwenye maji. Watu hao wanapoibuka kwenye maji wainuke kama vyombo vipya. Mimi ningesema amina. Watu waachana na hukumu ambayo inakuja, ghadhabu ya Mungu inakuja, lakini mpango wa Mungu watu wakafanya kazi aliyowaitia Mungu wa Israeli. Ninyi watu ambao mmeamua kuingia kwenye maji leo, mnaenda kulisikiliza jukumu la Mungu aliyemtuma mtumishi wake Yohana katika nyakati zile za kwanza, habari ambazo zilikuwa zinaandaliwa wakati Kristo anakuja. Na baadaye Kristo na mwenyewe akajithibitisha, akajikuta ameingia pale kwenye ule ubatizo, na yeye na Yohana alipomwona alifadhaika, kwa sababu Yohana alikuwa mtumishi wa Mungu aliyekuwa analijua kusudi la tangu mwanzo. Akamwambia, Bwana, mimi siwezi kukubatiza wewe, wewe uko juu yangu, wewe ni mwenye haki, wewe ni Mungu mwenyewe. Akamwambia, kubali Bwana, tuitimize haki yote. Tafsiri yake ni kwamba tuonyeshe wenye makosa, tuonyeshe wenye dhambi, wakina mchungaji Numo ambao walikuwa wana makosa, walimkosea Mungu, namna ya kusamehewa kwao pale wanapoikubali haki ya Mungu. Mimi ningesema amina tena. Sasa nyinyi mmefanya vizuri. Au kuna mtu amekuja kwa sababu baba yake anamwambia? Na mtu amekuja kwa sababu ya kupata taarifa babake? Au mtu amekuja kwa sababu ya kuambiwa na mjomba? Au mtu amejisikia tu kwamba nataka nifanane kama Wapentekoste, ni kama gauni zao nzuri sana hao walioko nyuma huko? Umekuja kwa kuelewa neno hili ambalo nimelinena. Na leo baada ya ubatizo huu ambao ni wa Yohana, mimi ndio nitaenda kubatiza. Yuko mbatizaji mwingine ambaye wapiga picha kama hao wanapiga, hata wakipiga haonekani, lakini yupo ndani ya kundi, na yeye anasema ya kwamba mtu akisadikisha vizuri, akilifuatilia vizuri neno, na yeye anabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, alafu unakuwa kifaa kingine, unaanza kuzifanya kazi ambazo hata wewe mwenyewe unaziogopa. Mimi ningesema amina. Watu wadogo hao mbona hawapigi kelele? Halo? 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 Tunaenda kufanya mambo ya kwenye maji. Baba, ninakushukuru kwa sababu tunachukua hatua hii ambayo uliagiza mwenyewe, na wakati huu Bwana tunaingia kwenye maji. Naomba Bwana ukathibitishe neno lako, maana umesema tukaitimize haki yote. Na wewe Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu, nawe utafuatia kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, hata yamkini kwa kadiri ya kuamini kwa watu wako na kwa jinsi ambavyo wamejitoa tayari kwa ajili ya kazi yako. Baba, unaweza kujaza hata ndani ya maji wakati huu watakapokuwa wanaendelea kulitii na kulifuatilia agizo lako. Ninakushukuru kwa ajili ya makutano yote, na kwa ajili ya maji haya, na kwa ajili ya mimi binafsi, na kwa ajili ya kila mmoja anayelishuhudia tukio hili. Uwepo utukufu wako na nguvu, katika jina la Yesu Mwokozi tumeomba. Amen. Amina. Kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku 3 baada ya kusulubiwa, alifufuka kutoka kwa wafu. Yu hai. Yu hai. Anataka kuingia maishani mwako. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi. Imepita karibu miaka 2000 tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu, na bado anaishi hata leo, na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanavyuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu.
Maisha yake yalikuwa ya kipekee, yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi, aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee, huwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama Mwokozi na Bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika, umesababisha maisha mapya, matumaini mapya na maana mpya katika maisha. Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee. Miaka 2000 iliyopita, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe kwa ajili ya dhambi za watu wote. Alikufa kwa ajili yako. Kufufuka kwake kulikuwa kwa kipekee. Siku 3 baada ya kufa, tukio la kusangaza zaidi katika historia lilitokea. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake, vyote vinathibitisha alivyodai Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Mwokozi wa wanadamu wote. Yesu Kristo huyo huyo yu hai leo. Anataka kuingia maishani mwako, akusamehe dhambi zako na kukupa nguvu za kuishi maisha tele na makamilifu. Sikiliza maneno yake. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Biblia inasema, watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Pia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo, lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Yesu alipokufa alilipa deni la dhambi zako. Hivi sasa yu tayari kuja maishani mwako. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Ukitaka kupata upendo wake na msamaha ili upate uzima wa milele, ni lazima umpokee yeye kama sadaka ya Mungu kwa ajili ya dhambi zako na umkaribishe maishani mwako kwa imani. Kama moyo wako una hamu na hayo, unaweza kusali sala ya imani, naye Yesu Kristo atakuja maishani mwako. Hii ni sala unayoweza kutumia. Kwanza nisikilize mimi. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Ikiwa sala hii inalingana na ombi la moyo wako, basi iseme sasa hivi hapo ulipo. Sali kimoyomoyo wakati ninapoirudia tena fungu moja moja. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Sasa, kwa vile ambavyo umesali sala hii ya imani na kumkaribisha Yesu Kristo aje maishani mwako, jua hakika kwamba ameshakuja, kwa sababu aliahidi atakuja iwapo tutamuomba. Pia unahakikishiwa ya kwamba umesamehewa dhambi zako, mwana wa Mungu na umepata uzima wa milele. Ikiwa unataka kuishi maisha makamilifu na tele aliyoyaahidi Yesu, zungumza naye kila siku katika sala.
Igundue mipango maalumu aliyoyapangia maisha yako kwa kuyasoma maandiko matakatifu. Pia jiunge na kujumuika na wale wengine wampendao na kumfuata. Sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Nami nipo pamoja nanyi siku zote. Naam, mpaka mwisho wa nyakati. Sikia. Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mimi na kitu. Sing. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na kitu. Na siogopi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Yeye ni yule yule, jana, leo na hata milele. Uniuisha nafsi yangu, uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nijapopita katika bonde la mauti, sitaogopa mabaya. Nijapopita katika bonde la mauti, sitaogopa mabaya. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Bwana wangu, yanifariji. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Bwana, yanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Nijapopita katika bonde la mauti, sitaogopa mabaya. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Bwana, yanifariji. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Bwana, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Wanaume tupa vyote tuvitawale, lazima tushinde. Humu duniani vyote ni mali yako, lazima tushinde. Kukanyaga nge na nyoka, lazima tushinde. Kukanyaga nge na nyoka, lazima tushinde. Wanaume tupa vyote tuvitawale, lazima tushinde. Humu duniani vyote ni mali yako, lazima tushinde. Kukanyaga nge na nyoka, lazima tushinde.
Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa James Mohamed, natokea Kipungua. Niliamini mwenyewe kuja kuokoka, na nimefurahi leo nimebatizwa. Na washukuru viongozi wangu kwa siku ya leo nimekuja kubatizwa na kuwa mshirika kwenye kanisa la STC hapa mjini Kati. Namshukuru Mungu maana mimi nilikuwa Muislamu na nikaamua kuchukua maamuzi ya kuokoka mwenyewe na nikampokea Yesu, na nina imani tutakuwa pamoja kwenye ibada. Namuomba Mungu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tumaini. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo nimeweza kubatizwa. Nimetimiza haki zote, nimekuwa mshirika mpya, nayo furaha kwa kweli, namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Beth Alex. Siku ya leo namshukuru Mungu nimeweza kutimiza haki yote, nimebatizwa, nimezaliwa upya katika Kristo. Nimekuwa mshirika mpya. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Meshaki Mtakesi kutoka. Namshukuru Mungu nimebatizwa kwa maji mengi. Nimekuwa mshirika halali wa kanisa la FPC. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Magdalena Boniface. Namshukuru Mungu leo nimetimiza haki yote, nimebatizwa, nimekuwa mshirika halali wa kanisa la FPCT. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Efta Boniface. Nashukuru kwa siku ya leo maana nimeweza kubatizwa kwa maji mengi, nimevua utu wa kale na sasa nimekuwa mshirika mpya katika kanisa la FPCT mjini Kati kwa mchungaji Paul Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Ruben Solomoni Masanja. Ni mwalimu wa wanafunzi wa ubatizo kutoka kanisa la Pentekoste ambalo linafahamika kwa STC Singida mjini Kati. Leo tunamshukuru Mungu, tumekuwa na tukio zuri kanisa letu la Pentekoste STC mjini Kati. Tumekuwa na tendo la kubatiza wanafunzi ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa sababu hao wanafunzi wameweza kukaa karibia mwezi mzima wakijifunza mafundisho na wameiva kabisa, wamekuwa tayari kwa ajili ya kubatizwa. Na leo tarehe ya leo tumeweza kuwabatiza kwa maji mengi. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu baada ya mtu kuokoka anatakiwa aitimize haki yote. Lakini vile vile Biblia inaagiza ya kwamba enendeni ulimwenguni wote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, mkawafundishe na kuwabatiza. Nasi ndio tumetimiza ile agizo ambalo Yesu Kristo alikuwa ameliacha. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu tumebatiza vijana ambao wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tendo la ubatizo linawahusu Wakristo wote. Wako watu wengi wanadhani ya kwamba unapokuwa Mkristo au umezaliwa katika nyumba ya Kikristo kama watoto wa Kipentekoste hawana haki ya kubatizwa. Lakini kumbe inatakiwa mtu ampokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini pia anatakiwa batizwe kwa maji mengi. Asikae na Ukristo wa wazazi wake. Maana Ukristo wa wazazi hautamsaidia kitu. Yeye mwenyewe anatakiwa aamue na kumpokea Yesu kuwa Kristo na Mwokozi wake. Kwa ubatizo wa leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tumebatiza wanafunzi au watu ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa mara ya kwanza. Lakini katika ubatizo huu pia tumebatiza watoto wa Wakristo ambao wamezaliwa katika nyumba ya Kikristo. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu tunaona Injili inazidi kusonga mbele. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Joseph Nduma Mande. Tumekuwa na ubatizo mzuri hapa Kindai kutoka kanisa la STCC mjini Kati kwa Dr. Paul. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya tendo hili jema, na ninaasa ya kwamba niwatie moyo watumishi wa Mungu waendelee kuwafundisha watu wapate kuyatambua makusudi ya Mungu na iwe sababu ya watu wakabatizwa ili kuyatimiza mapenzi ya kazi ya Mungu. Zaidi ya yote ninashukuru kwa sababu imekuwa mara nyingi tunafika hapa kubatiza ni kwa sababu ya juhudi ya utumishi ambao unafanyika. Hasa mwalimu huyo ambaye anaitwa Mwalimu Ruben Solomoni Masanja. Zaidi ya yote niseme Mungu awabariki na asanteni sana, endeleeni kuitumikia kazi hii, malipo atalipa Yesu. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi hii ambayo nimeipewa kwa ajili ya kuwabatiza wanafunzi wa ubatizo. Naomba Mungu awabariki. Amen. Ninawashauri waliobatizwa wawe sababu na wawe chanzo cha watu wengine pia kujifunza kupitia kazi ambayo
imefanyika leo, maana wataenda kuzaliwa na wazae matunda na wenyewe yapasayo toba. Naisikia kwamba injili inasonga mbele, maana imekuwa mara kadhaa na kuja hapa kubatiza kupitia kanisa hili. Mungu amenisaidia kubatiza wanafunzi 6. Amen, na nyie pia watumishi wa Mungu.